Haya ni mafundisho, somo letu la kwanza la shule ya Present Truth. Mafundisho haya ni 1195. Yamegawanywa kwenye vipindi 36. Masomo haya ni kwa ajili ya wale ambao wamezaliwa mara ya pili na wana hamu, wana moyo, wana shauku kubwa ya kuwa washindi na kuishi pamoja na Mungu milele. Shule hii ya Present Truth imebebwa na maono au na ufunuo ya kwamba kazi ya mitume, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji ni kuandaa wanaoamini, waliozaliwa mara ya pili, kuishi pamoja na Mungu milele, pamoja na wale malaika wasioasi katika mbingu mpya na nchi mpya, Mungu akiwa ameshinda na kuzidhibiti nguvu zote zilizo kinyume naye, akitawala kama mfalme. Uzima wa milele ni zawadi kwa wale watakaoshinda. Maneno haya yamezungumzwa na Kristo mwenyewe akimwambia Yohana aliyekuwa ametupwa katika kisiwa cha Patmo. Akaambiwa atakayeshinda ndiye atakayekaa pamoja naye. Kwa hivyo ni zawadi kwa yule anayeshinda, ili aweze kukaa katika utukufu wa Mungu kama vile Kristo alivyoshinda akakaa na Baba, na yoyote anayezaliwa mara ya pili akishindwa atakaa pamoja na Baba pamoja na Mwana. Maneno haya yameandikwa katika kitabu cha Ufunuo kuanzia sura ya 2 mpaka sura ya 21. Kwa hivyo mtazamo mkuu wa shule hii ama wa mafundisho haya ni kuwawezesha na kuwafundisha wale ambao wamezaliwa mara ya pili waweze kuwezeshwa kuifanya na kuikamilisha huduma ya kujenga mwili wa Kristo, ambalo ndio kanisa la Mungu, kanisa la Kristo. Kwa hivyo ni lazima tuelewe kwamba mwili wa Kristo, kama Paulo anavyofundisha katika Waefeso sura ya 4 kuanzia mstari wa 9, ni kwamba hawa wawezeshaji, mitume na manabii na wachungaji na wainjilisti na walimu, sio karama za kukaa eneo moja. Lazima ziwezeshe mwili wa Kristo kujengwa dunia nzima. Kwa hivyo shule hii ya kweli ya sasa ni ya kuwezesha tu waliozaliwa mara ya pili. Kwa hivyo lengo letu ni kukutana ama kuunganisha wale wote katika mataifa yote yaliyo chini ya jua, walio na hofu ya Mungu na wanaotamani kutenda haki, kama vile tunaambiwa sifa ya Kornelio.
ambaye alikuwa ni mtu wa mataifa, lakini alikuwa na hofu ya Mungu na alikuwa anatenda haki. Mungu akasikia maombi yake. Petero aliposema Mungu hana ubaguzi, ni kwamba nataka niseme na sasa bado Mungu hana ubaguzi. Anamtafuta mwenye kumwogopa, mwenye hofu yake, ili amtende mema. Kwa hivyo mafundisho ni muhimu na elimu ni muhimu na ufahamu ni muhimu, lakini nataka niseme kwamba haya yote hayana faida kama Kristo hataumbika moyoni mwa yule aliyemwamini, yule aliyezaliwa mara ya pili. Kwa hivyo wokovu ni kujawa na Kristo. Paulo anasema Kristo aumbike ndani yenu ili sote tufike utimilifu na kimo cha Kristo, ndipo tutaweza kuwa warithi pamoja naye. Aliyezaliwa mara ya pili ni chombo cha kumbeba Mungu, cha kumbeba Kristo, cha kumbeba Roho Mtakatifu, ili Mungu na Kristo wajidhihirishe duniani kote kupitia chombo hiki. Ili aliyezaliwa mara ya pili aweze kukidhi vigezo vya kuishi milele, apewe jina jipya, avikwe mavazi meupe, awe jiwe lililo hai la kujenga hekalu ya Mungu ya kiroho, aweze kushiriki mti wa uzima, lazima ashiriki vipawa vyote hivi vya uwezeshwaji. Manake hawa wanatupa virutubisho vya kiroho. Tunalemaa kiroho tunaposhiriki kwa kipawa kimoja tu. Wataalamu wa lishe wanasema kwamba ili mwili ukae vizuri lazima upatiwe virutubisho vyote: madini, maji, matunda. Vyote hivyo vinahitajika kwa mwili wa kawaida, lakini mwili wa kiroho unahitaji hivi virutubisho. Paulo ametaja kuhusu vipawa hivi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na pia Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Kwa hivyo mafundisho haya yatafanyika kwa njia ya mafundisho au kwa njia ya zaburi, kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya lugha na tafsiri zake, kwa njia ya ufunuo na unabii, ili kila mtu apate kuwa mjenzi au mshiriki ndani ya mwili wa Kristo. Paulo anasema sisi ni viungo na viungo maalum. Kiungo kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati kiungo kinakuwa kimekomaa. Kwa hivyo lazima tuelewe hivyo. Kwa hivyo nataka nikupe pia kwa ufupi mtaala na jinsi ya kupata cheti cha mafundisho haya 1095 yakiwa yamegawanyika kwa vipindi 36. Ni kwamba unapopata ufunuo huu ambao Mungu ameleta sasa, kazi ambayo Mungu anaifanya ni kwamba wewe kama mwanafunzi utakuwa mmoja wa wajenzi wa mwili wa Kristo, au mmoja wa zile rasilimali za kujenga hekalu ya kiroho. Ufunuo huu utatoa pazia za kidini, utatoa uzio unaotufumba macho tusione kile ambacho Mungu anafanya kwa muda na wakati kama huu. Yesu akasema wakati ule, mwatazama mbingu, mwaona leo kutanyesha na itanyesha, lakini hamjui muda na wakati wa Mungu.
Sasa ufunuo huwa sasa ni majira ya Mungu. Mungu anafanya nini kwa ajili ya waliozaliwa mara ya pili? Ndiyo nakuletea wewe ili uweze kuwa mshindi. Pia utafikia kiwango cha kuongozwa na Roho Mtakatifu. Unaweza kupata uhuru wako wa kiroho. Utakuwa na hekima kama nyoka. Utakuwa mtu asiyeweza kudhuru mtu yoyote. Utaweza kuishi na mbwa mwitu. Lakini pia utaupindua ulimwengu juu chini kama Paulo na Sila walivyofanya. Mungu atalihakikisha neno lake kwa ishara na miujiza. Hiki ndicho cheti cha yule atakayejifunza mafundisho haya 1095. Mungu atathibitisha neno lake. Sihitaji cheti cha mwanadamu, nahitaji Mungu mwenyewe athibitishe kwamba kazi ninayoifanya ni yake. Hizi ni faida za mwanafunzi. Ndio maana Yesu akasema, enendeni duniani kote mkafanye wanafunzi kwa kila taifa. Kwa hivyo nakuomba ujisajili sasa kwenye chaneli yetu ya WhatsApp na pia kwa mtandao wa YouTube. Mafundisho haya utayapata bure. Bwana anasema hivi katika Ufunuo, tazama naja upesi kumlipa kila mtu sawasawa na kazi yake. Hatulipi kwa sababu ya kutubu, kwa sababu ya kusamehewa dhambi. Tutalipwa kwa sababu ya kazi zinazoambatana na toba. Kama Yohana alivyosema, basi zaeni matunda yanayoambatana na toba. Uzima wa milele ni mshahara wa yule aliyezaliwa mara ya pili aishi na Bwana milele. Usikose kipindi kinachofuata. Ukishajisajili